Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa televisheni Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Nyumba Aminifu, ambapo katika kipindi hiki basi unapata nafasi ya kujifunza au kujikumbusha mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya ndoa, maisha ya wanafamilia. Ndani ya studio niko kabisa na wageni wangu ambao wako tayari kabisa kuweza kuzungumza mada ambayo tumekuandalia siku ya leo. Inasema changamoto zisitutoe katika kutenda mema, yaani changamoto zisitutoe kutenda mema. Hii ni nukuu ya ujumbe wa Kwaresma mwaka huu 2026 kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki. Ni kwa vipi basi tutakwenda kuzungumza pamoja na wewe hapo ulipo, usitoke kando ya runinga yako. Basi niwakaribishe wageni wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Na moja kwa moja tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora Katika nyumba aminifu. katika nyumba aminifu. Familia bora. Haya ndivyo tulivyoanza familia bora katika nyumba aminifu. Tukukaribishe sana hapo ulipo, na tukianza moja kwa moja kuzungumza kuhusu hii mada, changamoto zisitutoe katika kutenda mema. Ni kivipi basi changamoto zinaweza zikakutoa katika kutenda mema? Ni kwa namna gani wewe kama mwanafamilia unaweza basi ukadumu katika kutenda mema? Na maandiko kama ambavyo yanatuambia tusichoke kutenda mema. Karibuni sana, pengine tunaweza kuanza kwa namna gani? Tunaanza Selina. Asante sana. Mimi naitwa Paul Crispin Fungahema, mume wa Lili Asela Edward Masumo. Mimi Lili Asela Edward Masumo, mke wa Paul Crispin Fungahema. Nami ni Mela John Dalali, mke wa Pasco. Nami naitwa Pasco Joseph Maziku, mume wa Melania. Haya, Na kama ulivyotangulia kusema, hakika ujumbe huu ni muhimu kabisa. Unatoka kwa Mtume Paulo, waraka wake kwa Galatia sura ya 6 aya ya 9, ndio tunaambiwa msichoke kutenda mema, maana mtavuna kwa wakati msipozimia roho. Kwa hiyo kuna kuzimia roho, mtu anakata tamaa, anachoka. Kwa hiyo tunahimizwa tuendelee kutenda mema, na pengine tunaweza tukaangalia mawili matatu hapo. Kwa nini kwanza msisitizo tusichoke? Maana yake kuna kuchoka. Kwa hiyo watu wanaweza kuchoka, watu wanaweza kuchoshwa na mambo mengi tu. Mtu anasema bwana, na mimi sasa nimeacha. Ni kweli kabisa kwamba watu wanaweza wakachoka. Unajua, majuma haya kadhaa tulikuwa tunaongea kuhusu Kwaresma na familia, na tulikuwa tunaongea juu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Sasa kwenye yale matendo ya huruma ya kiroho na kimwili, ndipo hapo mwingine tunahimizana sasa hivi, kwa sababu tulikuwa tunasema kipindi cha Kwaresma ni kipindi pia cha mazoezi katika kuyatekeleza yale matendo ya huruma kiroho na kimwili. Lakini tunapoendea katika safari yetu ya maisha ya kila siku, itabidi tuyaishi. Sasa yawezekana nimeyatenda kipindi hiki, ikafika kipindi ambacho sasa ni mwendelezo wa maisha yangu ya siku zote, ndio hapo wengine sasa tunaanza kuchoka. Badala ya kuyatenda yale matendo, ninaanza kuyaacha au na kukata tamaa kulingana na maisha, mzunguko wangu wa maisha. Labda nimekuwa mtu wa hasira, nimekuwa mtu wa kukata tamaa. Katika kuyatenda haya naanza kukata tamaa, yaani kila siku nifanye tu mimi, kwamba nawatendea wengine tu. Lakini tunaambiwa tusichoke kutenda mema. Kwa hiyo hata kwenye kukata tamaa inakuwa ni moja ya kunirudisha nyuma, nikaacha kutenda matendo ya kiroho, ya matendo ya huruma ya kiroho. Kwa hiyo nikikata tamaa, ina maana ninarudi kwenye haya maandiko ambapo napewa nguvu mpya kwamba nisichoke, napaswa kuendelea kila siku kuyatenda. Na kwamba haya matendo tuliyasema sana siku, kwa sababu kuna vitu vingi kwamba kuna kutenda matendo mema tuliyosema,
alafu tunasema kwamba kuna changamoto, kwamba yaani kuna changamoto zinazosababisha tusitende matendo mema, kwamba matendo mema ni haya hapa, lakini kuna changamoto ambazo zinatufanya tusifanye yale matendo mema. Na wakati ule nilisema sana kwamba zile changamoto ambazo zinafanya mtu kwamba usitende kile kitu chema, mara nyingi shetani anakuzuia pale usifanye. Kwa sababu tulisema pale kwamba wakati huu au wakati ujao lazima tufanye matendo mema, yale ambayo yalisema pale, mtu alikuwa na njaa, alikuwa na wagonjwa, ndio pale hayo matendo mema ambayo tulikuwa tunaongelea sana. Sasa changamoto zipi zinazosababisha kwamba sisi tusitende vile vitu ambavyo tulitakiwa tuwatendee wengine, na hiyo inaanzia kwako wewe mwenyewe, kwamba matendo mema gani unafanya, lakini unapata changamoto gani ambazo. Kwa mfano, mtu unaweza kufanya matendo mema kawaida tu kwanza family level, kwenye jumuiya au kwenye jamii, kwenye familia kama ninavyosema huko, lakini mtu mwingine kwa maneno tu anakasha sama kwamba mimi bwana anajifanya huyu, unaelewa. Hata kwenye michango ya kwenye parokia au watu wengine wanasema mbele sana. Sasa ukisikia yale maneno kwanza utambua kwamba yule aliyesema vile ni shetani aliyemsababisha aseme vile, usikie alafu ukate tamaa. Unaona, yeye anakukatisha tamaa. Unaona, unafanya kitu chema lakini unaona kwa nini unafanya? Unaona, Sasa tuna wengine ajidano kujua sana, sema niulizeni mimi. Sasa hapo ndio somo la leo. Yaani tukipata haya maneno tena baada ya kusema kwamba zile changamoto sasa zitakatisha sana, pale ndio uongeze speed. Unaelewa? Kama ulikuwa unatoa labda shilingi 100,000 utoe sasa lakini kusudi kama kuumia yule aumie zaidi. Kabla sisahau nikumbusha, tumepanga kuna wakati fulani alilalamika waraka wake wa kwanza kwa Tesalonike sura ya 2 aya 18 mpaka 19, akasema mara kadhaa nimejaribu ili nije niwatembelee nyinyi wa Tesalonike, kwa mna changamoto sana, watu wanachanganya mambo sio mara haya Paulo ya ndani na vitu kama hivi. Akasema ni lakini shetani kwa hiyo hapo somo Selina, mimi naona ni kwamba unapotenda mema lazima tujue kule mbele kuna changamoto zake, kwamba lazima utakutana na kitu yani cha ovyo ovyo. Kwa hiyo uwe tayari kukabiliana na wewe, shika msimamo, usikate tamaa, kama tunavyosema somo la kwamba unapotenda mambo mema ujue kwamba kuna vitu vibaya vitakuja kwako, na wewe usikate tamaa. Yani zidisha speed, zidisha nguvu, zidisha kama ni sala basi unazidisha sala, au hata kabla ya kufanya ile tendo jema ile, kwa leo naenda kumwona labda mgonjwa kwa nini na nini, kwa nini usali kwanza kwa Mungu, Mungu nisaidie kusudi ya mambo yaende vizuri Yesu na changamoto ambazo zitakatisha tamaa. Unaona, mimi nafikiri tunaziweka kwenye makundi kwamba kuna changamoto za kiroho, ziko pia za kijamii, lakini ziko pia za kiuchumi, ziko zingine za kisiasa, lakini pia kuna changamoto nyingine kusema za kinafsi tu, ubinafsi wa mtu tu, za kimwili na kadhalika. Kwa hiyo labda tunaweza kuziweka hivyo. Kwa mfano hizi za kiroho tumeanza na hii, shetani mwenyewe yuko pale, hapendi yeye, kwanza ni muongo, baba wa uongo na ni muuaji tangu zamani. Maandiko yanatuambia kutoka Injili Yohana sura ya 8 aya ya 32 hadi 44. Ile aya ya 43 na 44 anasema shetani huwa ni muongo mara nyingi na ni baba wa uongo. Kwa hiyo inaweza kuwa anakuchanganya, mwisho unikuta tu ulikuwa umeanza kuwa mkweli, unashika vizuri amri za Mungu, unashika vizuri, labda unaishi vizuri na mke wako na watoto wako na mmeo na nini, baadaye shetani anakuja kwambia wewe bwana vipi, mwisho unarudi unaanza kuwa muongo tena. Unaona, unarudi kule kule ambako unasema mkataa shetani, au unarudi sasa unakubali shetani, kwamba shetani ndio mkweli, kumbe shetani ni muongo. Kwa hiyo unajikuta katika eneo hilo tu, katika maisha ya kiroho shetani sio wa mchezo. Na kwa mfano pasco, hata tutoe mifano halisi tu, kwa mfano kusania ya kiroho. Kwa mfano kwenda kwenye jumuiya, watu wanaweza kujitolea sana kwenda kwenye jumuiya, lakini watu wanasema unaona wale wanajifanya wanajua sana hii, au pale kwenye jumuiya hata wakati wanasema tafakari gani kama ufanya tunasema sasa, kumbe anataka kumrudisha baada ya kumtia moyo kwamba awe anatafakari kwenda kanisani. Ndio kwamba kila siku anaenda kanisani. Mimi kule kijijini watu wanasema bwana anaenda kanisani sana ndio wacha.
Katika kuwakatisha tamaa tu wazee wale wanaangalia nyuma. Wakati haya tunawaona hapa kama ambavyo umesema, mara nyingi sio tu vijijini, hata sehemu za mijini wako wazee wengine wanakuwa na bidii sana ya kwenda kanisani. Kwa hiyo utakuta mtu anasema ukibidi kabisa hivi anaenda kweli kanisani kweli. Sasa hii nayo kiroho pengine sisi tuitazame, kwa maana tunaona usichoke kutenda mema, lakini pia tunapowatazama watu wengine, labda tunawajaji au tunawawazia mabaya badala ya kuwazia mema, hasa tukiwatazama wazee. Hii inaweza imekaaje kwa nyumba aminifu? Tunaona kwa nyumba aminifu, kwanza tunapaswa kukuzana kiimani kila mara. Kwa hiyo tunapaswa kuinuana, kupeana moyo, lakini wale wanaokatisha tamaa na kunyoshea vidole au hata kuwadhihaki, kuwaita wengine majina mabaya, mara nyingi huwa tunatoa mfano. Unamnyoshea mwenzako kidole kimoja, lakini tazama vingapi vinarudi kwa Mungu, vitatu, na kimoja Mungu anashuhudia. Kwa hiyo unapaswa kuihoji dhamira yako. Inawezekana umemjaji yule kwa kimoja, lakini wewe una mangapi? Kwa hiyo tunapaswa kukuzana kiimani kwanza, na ndio maana tunaambiwa kwenye nyumba aminifu ni sehemu mojawapo ya kuleta amani katika safari yetu ya maisha ndani ya familia yetu. Na tukileta amani, ina maana hata imani tutakuzana nayo, kwa sababu itakuwa rahisi pia kumkosoa au kumwelimisha mwingine katika kile ambacho kinachotatiza. Na kwenye nyumba aminifu sasa, hapo ndo tuangalie kwenye familia mema yapi mtu ambaye anatakiwa aendelee kuyatenda. Katika tunaona baba, tunaona mama. Kwa hiyo mama anaweza kusema mimi kila siku tu huyu baba namhudumia, lakini mimi naona anihudumii. Kwa hiyo sasa hapo, huyo ndo changamoto tunaambiwa usichoke kutenda mema. Kwa hiyo wewe unapomlaumu mwenzako, wewe angalia umefanya lipi kwake. Kwa hiyo kama unafanya jema kwake, endelea kufanya hilo jema, ili kwa sababu unaweza ukalaumu kwa sababu unaambiwa kama kuna vurugu katika nyumba, nyinyi wote, yani katika nyinyi wote wawili mmechangia. Kwa hiyo mmoja aendelee kutenda mema. Uendelee kutenda mema, alafu uone huyo mwingine yeye anaona vipi, yani anatendewa tu mema, yeye hawezi kujibu kwa jema naye. Lakini katika hii kwa Yesu na sasa hivi tunafundisha kwamba wote tutende mema katika familia, watoto, baba, yani wote pale katika ile nyumba aminifu, tujitahidi tutende mema, kila mtu atende jema. Yani kila siku angalia, mimi leo nimemfanyia mwenzangu jema lipi. Kuna mambo ya kukatishana tamaa ambayo amedokeza kidogo na Asela hapo amedokeza kidogo. Kukatishana tamaa kupo kwingi sana, na unaweza kukuta kwa mfano sijui, lakini naona kwa kina mama inajitokeza sana. Kina mama anaweza kuwa anamsikiliza mwenzake, anamwangalia kwanza, angalia kwanza hivyo, baada ya kusikiliza kwanza ile point, anaongea point gani sasa hivyo, angalia shungi lake, si bana, angalia viatu, hizo kucha, hizo kope. Sasa baada ya kusikiliza ule ujumbe huyu anayetoa, na hiki kinatokea sana kwenye vikundi na kutaba vikundi, akiongea huyu anasema unaona, ongea point, kaa chini, angalia usikiliza wenzako, eti akisimama yuko sababu amevaa kapendeza, hata kama anaongea pumba anaweza kumshangilia. Sasa hili inaona kwa kwamba mwache mtu atoe mawazo yake. Unajua, ndio maana kuna wakati Bwana Yesu Kristo ameongea kwenye Injili ya Luka sura ya 17 aya ya kwanza mpaka ya 5, akasema makwazo hayana budi kuwepo, lakini ole wake yule anayesababisha. Unaona, sasa unaweza kuwa na wakwaza wewe, unawakwaza wenzako, wanaweza kanyamaza, anataka kutoa mawazo fulani, lakini mkamnyamazisha. Wewe nyamaza, kaa chini, mwache fulani ndio aongee. Basi unapomnyamazisha yule ujui. Katika maisha yetu kama Wakristo tunasema unabii ule tunashiriki, ofisi tatu za Kristo, tunashiriki ukuhani wake, tunashiriki unabii, ukuhani, utawala au ufalme, lakini pia sisi tunashiriki unabii. Sasa kama tunashiriki unabii wetu katika Agano Jipya ni upi? Ni kwamba Mungu
analeta ujumbe, anaweza kumpa ujumbe yeyote yule anayetaka bila kuangalia sura, mavazi, nini. Sasa anaweza kaleta ujumbe labda kwa mama huyu au kwa baba huyu. Sasa sisi tunachopaswa sisi kusikiliza ujumbe, kwa sababu inawezekana tukamnyamazisha mtu, kumbe yani Mungu ndio ametaka leo aongee na sisi kupitia huyu. Awe kaa chini hapo. Sasa ndio tuwakumbushe wakina baba wanaponyamazisha mfumo dume. Yaani mama anataka kuzungumza au mnazungumza tu gani, nyamaza, sikiliza mimi baba tunazungumza. Ni kichwa. Alafu pale kuna watu hapa ndio na nilili hapa ndio kusema yani pale ngazi ya familia pale baba na mama mko pale nyumbani. Pale na kuna kashana tamaa pale. Na yani kuna changamoto pale. Wewe unaweza kutenda jema, unaweza kuona. Kwa mfano mtu anaweza kwenda kununua labda nyama ya kuku, unapeleka nyumbani kwa sababu mtu umeleta nyama ya mbuzi. Naelewa. Au umenunua kitenge, anasema mimi nilitaka kanga. Sasa vile vitu vile ni vidogo, lakini kwa mwanaume vinachoma. Pale nikusema nataka badala ya kukwambia kwamba baba asante sana nani akupe moyo, ndio anakukatisha. Kwa hiyo kama nilisema kwamba wewe kama baba zidisha tu, kama nikuleta jambo leo leta, kesho leta, yani zile changamoto za maneno ya mama yale yasikurudishe. Lakini labda hapo mema huoni kwamba yule mama amekuwa mkweli kwamba hakutaka kitenge, alitaka kanga? Ndio hicho sasa sema kwa Musa kunyamazisha, sio kama unamnyamazisha asitamani anachokitaka. Sasa angesema asante basi. Ndio hicho tunachosema. Na mimi nimeanza na vitu vidogo vidogo au vya mavazi, mimi hata vitu vikubwa. Unaona, baba unaweza kutafuta labda plot labda sehemu fulani. Unaanza kuleta wazo kwamba bwana nataka tujenge nyumba huko tufanye nini? Au tununua gari pengine. Umeshakuwa na mipango ya hapana tusifanye vitu vya namna hiyo. Kumbe vile vinavyo mipango ile inakukatisha kama hata baba kwamba sasa hii mbona napata changamoto hii. Umeleta gari lenye rangi nyeupe, mzako anataka nyekundu. Tayari pale ni matatizo, na watu wengi wanakosana nyumbani pale kwenye nyumba aminifu kutokana na vitu vya namna hiyo. Wanaweza kupishana kwa sababu ya. Kwa mfano hata jana tulipata kisa kimoja kwamba huyu mama wameanza kufanya kazi na mume wake na nini, huko kupata mshahara wake, mama akasema mimi nanunua nguo kwa ajili ya kwake na mtoto. Baba akasema mimi naenda kulipa madeni, lakini baba hataki yule mama afanye vile alivyofanya. Sasa akimwambia vile kuna kukatishana kama pale, unaona kusema baada ya kumpa pongezi mzaa kama nilivyosema passport kwenda kushukuru au kufanya nini, kumbe kwa pale kuanzia kwenye ngazi ya familia ya baba na mama, usikatishane tamaa au hizi changamoto kwamba mzako anatenda hili jambo jema, ulitambue kwamba ni jema kwa ukubwa wake na kwa udogo wake, kusudi familia zetu zikae vizuri. Ukimkatisha tamaa mwenzako, pengine anaweza asifanye tena kabisa au asifikirie hata kufanya kitu kingine kwenda, unakuwa unapoteza unazima yale mawazo yake mazuri, pengine ingekuwa makubwa zaidi. Yes. Na unajua hii ndio maana huwa tunairudisha kwenye mada hii, tukienda kwenye zile kuta tunapoongea miunganiko, ile miunganiko nani, kuna muunganiko ule muunganiko mawazo. Sasa ili tuweze kusikilizana na hizi changamoto, hata kama tunajua kwenye safari yetu ya maisha changamoto haziwezi kukosa, zipo, lakini nafasi gani tunapeana ya kusikilizana ndio inapotokea hapo. Nisipopata nafasi ya kusikilizwa au kumsikiliza mwenzangu, changamoto lazima zitatokea. Na nafasi ya kusikiliza au kusikilizwa inatokana na ile muunganiko ambayo inakuwepo pale. Muunganiko ule wa kwanza wa mawazo, huwa umezoesha au umenizoesha kwa namna gani kunisikiliza mawazo yangu ninapoyatoa ama kuyapokea ya kwako, unanipa nafasi kuyapokea. Kwa hiyo tusiposikilizana hapo, hata changamoto zetu zinapokuja, ninakuwa mdhaifu wa kutenda mema kila wakati, kwa sababu sio mwepesi wa kuweza kusikiliza mwingine. Lakini kama nikiwa mwepesi wa kusikiliza mwingine, hata changamoto zinapotokea nitakuwa mwepesi wa kujua kwamba lakini nina wajibu wa kutenda mema, kwamba nisiwe wa kutendewa mimi tu. Kwenye maandiko kuna sehemu inasema niwe wa kwanza kupenda au labda hiyo unayosema ya mwinjili Mathayo sura ya 7 aya ya 12 inayosisitiza kwamba yale
unataka kutendewa, si ndio? Na wewe watendee wenzako hivyo hivyo. Kwa hiyo kama unataka kusikilizwa na wewe usikilize, kwa sababu changamoto itakuja kama mgongo baridi. Kusema hapa ni kwamba haya matendo tunayosema haya na hizi changamoto hizi tunazoziona imeanzia pale ngazi ya chini kabisa ya familia, lakini zinaenda hivyo hivyo, panda hata kwenye jumuiya, panda parokiani, panda kwenye jamii, nenda makazini, maofisini, mambo haya unaona unafanya kitu kingine kizuri kabisa, lakini mwenzako anakuletea zembo. Hii hapa ilikuwa ile sura ya 7, Mathayo sura ya 7 ya 12, uhusiano na wengine. Anasema basi yeyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Amen. Unaona? Kwa hiyo mambo haya ambayo tunatakiwa tutendewe, ndio nasema kwa level zote. Wasifikiri tuongelee ngazi ya familia, maana hii sasa inaenda mpaka kule. Mtu ambaye hana shukrani au analeta fitina pale katikati hapa, mke na mume, atapanda hivyo hata kazi na atakuwa hivyo hivyo. Mtu akifanya kitu kizuri anasema no, sio kizuri, analeta changamoto pale, anamblock mwenzake. Na ukifanya hivyo maana kwa hata dunia nzima haiwezi kuendelea. Haya mambo ya innovation, kwa mfano kutengeneza magari, kutengeneza majumba, kutengeneza nini, pengine kulikuwa na vitu kama hivyo hivyo, lakini watu wanatiana moyo. Unakuwa sababu hata kutengeneza ndege pengine kwamba huyu alianza hivi kakosea, wewe baada ya kumsema pale, wewe endeleza pale, mambo itafanya kwa lengo hiyo, wewe ongeza lengo ile, au hata kwenye uongozi kwamba wewe unachukua uongozi kutoka hapa mpaka hapa, wewe unapochukua uongozi kutoka hapa mpaka hapa, usimkatishe tamaa ile mwanzo, usiangalie mapungufu na wewe rekebisha kwa matendo kuendelea. Na haya inaweza kutusaidia pale ambapo tutajifunza kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu unakusaidia sana kutoingia huko mbali. Unaona, kwa mfano umuone mwenzako bora kuliko wewe. Mtume Paulo anasema waraka kwa Wafilipi sura ya 2 ile aya ya 1 mpaka ya 6, anasema kwani haya marumbano yanatoka wapi? Muone mwenzako ni wa maana, muone mwenzako ni bora kuliko wewe. Ukimwona hivyo utamsikiliza, utakuwa mnyenyekevu kwake, kwa sababu unajua mimi namhitaji mtu. Maanake nikijiona mimi bora ndio ile kwambia au utaniambia nini wewe? Wewe mwanamke au mwanaume gani, mwanaume suruali sasa umeshanishusha. Lazima utakula jioni yako. Sasa ikianza tu hivyo katika nyumba aminifu tena alafu Selina, kitu kingine ni kwamba hata pale kwenye familia narudi tena pale kwamba lazima kutiana moyo sana, hata watoto jinsi tunavyolea watoto na nini, akifanya jema ni vizuri kumpa moyo, lakini ukimtilia changamoto kwamba nini umefanya hapa nini, nani kunamrudisha au anasema huyu kazi yake ni hivyo hivyo, hawezi huyu hafai, ile nayo inamrudisha nyuma katika kutenda yale ambayo anataka ayatende. Kumbe lazima kumpa nafasi kusudi aweze kutenda, usimletee changamoto za maneno na kitu chochote kile cha namna hiyo, kusudi hata akili yake hata ule uwezo wake pole anapanda, alafu anakaa. Naweza kugusa kidogo changamoto ya kiuchumi. Basi kwa sababu kama kijana mwenye changamoto ya kiuchumi, nadhani tutabaki hapa kwa mfungaima kwamba kuna pia vijana wanatakiwa kutiwa moyo, yaani kama watoto watiwe moyo ili waende mbele. Tumeshuhudia matukio mbalimbali, vijana wanamaliza shule, wanamaliza sekondari, lakini kwa sababu walikuwa wanakatisha tamaa, wengine wamepelekea mpaka wamejiua, wamejizuru maisha yao. Kwanza tupate mapumziko, alafu tutarudi hapo tuone katika hii kutenda mema au kutendeana mema kwa wenzetu, hasa kwa watoto, tunatakiwa kuambia namna gani. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea.
Na mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, basi moja kwa moja tunaendelea mbele. Nakumbuka tunatazama kipindi cha Nyumba Aminifu. Ndani ya studio niko pamoja na wananyumba aminifu, tukizungumza hasa kuhusu mada inayosema tusichoke kutenda mema, na changamoto za maisha tu zisitufanye tusichoke kutenda mema. Basi tulikuwa tunazungumza kuhusu wazazi au walezi kuhakikisha wanawahamasisha watoto wao au wanawapa tuseme nini, motisha ya kwamba waendelee vizuri, yani wawapende na kuwaelekeza vizuri, kwa sababu tumeona na tumeshuhudia matukio kadhaa katika miaka hii ya hivi karibuni kwamba kuna baadhi ya watoto wanapokuwa wanakatishwa tamaa, wanachoka, wanakufa moyo, wanajidhuru maisha yao. Pengine hiki tunaweza tukakisemaje hasa kwa wananyumba aminifu wenzetu wanaotutazama wakati hiyo? Tunachosemea ni kwamba kwanza watoto wale, kama sisi wazazi wao tunavyoelewa kwamba kuna kutenda mema, lakini unapotenda mema kuna changamoto. Hiyo element lazima aijue. Kwa hiyo asifikiri kila wakati atasifiwa na nini, no. Yaani hiyo aijue kwamba huko mbele unapoenda kuna vitu vya namna hiyo. Kuna watu unaweza kufanya mtihani kabisa akakwambia wewe umechukua masomo haya ndani ya rais. Anakupatia tamaa kwa na jinsi gani. Pengine ya somo labda la HKL au vipi. Yaani baada ya kumpa Mungu anamfundisha. au si kama somo la Israeli. Unaona? Kwa hiyo unachukua wewe kwaje wasomo hayo? Unaona? Mwanaume unachukua wewe vipi namna hiyo. Kwa hiyo lazima kumweleza kwanza. Lakini sasa sisi kama wazazi tunatakiwa tutambue hiyo kwamba mtoto anapofanya kitu chema lazima kumpa credit, lazima kumpongeza, lazima yaani usionyeshe vikwazo kwake. Na hivyo tunaenda kwenye hata hatua zile za kuoa. Mtoto fulani anaweza kumleta pale anafanya jambo jema na kutaka kuoa, kufunga ndoa, lakini baba unaleta kikwazo, mama unaleta kikwazo kwamba mchumba gani huyu. Sasa tayari ile ni changamoto kwa yule kijana, anachanganyikiwa kwa sababu mzako anapenda wewe unasema no. Na hapo sasa unaona hiyo. Unaona sasa unamfanya yule kijana akae kwenye uchumba, asioe, kwa sababu akatisha tamaa. Na Selina mteli kwamba kuna vijana wengine hawajua pengine mpaka leo kutokana na kauli za wazazi. Kila mtu akimletea mchumba anasema huyu atakuwa. Sasa hizi ni changamoto. Na wengine wanarudi nyuma hata masuala ya kazi. Ameanza na mfano sasa changamoto ya ajira ni kubwa. Sasa ameamua na kufanya kazi fulani. Anapojitosa kufanya ile kazi, anaanza kumwambia unafanya kazi gani? Wewe msomi mzima. Sasa msomi, lakini nimeona kwa sababu kujiajiri nianze hivi labda kupaa samaki, labda kuchonga labda mihogo, chips nini nafanya hivi. Msomi mzima. Wewe juzi hapo. Sasa ajira za kudada kile cheti hazipo. Kwa hiyo mshanakata tamaa, anaanza kurudi nyuma. Atachoka kutenda hayo mema. Kwa nini? Anaogopa macho kwamba watu wakiniona watasema mimi ni msomi mzima, leo nakuja kuchoma na choma chipsi au naendesha bodaboda. Umeona? Kwa hiyo kumbe hapana, tusikatishane tamaa kwa sababu tutiane moyo kama unasema mpongeze wanapo ni vizuri, kwani vipi? Anasema bana ajira ngumu na kesi hata hiyo nzuri, ni ndani natenda hilo jema na unafanya kazi halali. Na mimi nimeonelea kwamba kwenye issue ya safari ya maisha kama hivi kwa vijana wetu, hata sisi wenyewe wazazi tunapotaka kujaribu kufanya mambo, tunapopeana nafasi, tunapata nafasi pia ya kuondoana hofu. Unapomkatisha tamaa mtu au kuweka dosari kwenye kile ambacho anaona yeye anakiweza au anatamani kukifanya, kama unaona kina changamoto kwake, unaweza tu kumpa njia namna ya kufanya, lakini sio kumkatisha tamaa. Unapomkatisha tamaa, ina maana unamtia hofu kiasi cha kwamba anaweza kuogopa hata kujaribu kingine, au anapotaka kujaribu kingine lakini anajaribu akiwa na mashaka, hajiamini. Kwa hiyo tunafanya pia kuwaondolea kujiamini wengine, lakini tuwape watu moyo, tuwape vijana wetu moyo, kuwapongeza. Ni familia, tutiane moyo, tushikane mkono ili iwe nafasi pia ya kujaribu pia kwa mambo mengine. Na mimi hata nilikuwa kuna siku moja nilikuwa natafakari, naona kama wazazi wa siku hizi tena tunataka mambo yamenyoka, yaani amepitiliza. Kwamba mtu anataka kama amepeleka mtoto wake shule, basi lazima apate hiyo. Yaani hapo nayo hiyo ndio hiyo unasema mpaka anaamua kujidhuru na nini. Wakati sawa sio lazima wote wapate yeye.
Yaani sio kila mtu afanikiwe kwenye masomo. Unajua inakuja kuna wazazi wengine ukikaa na timu ya vijana ukiwauliza nakwambia, yaani mimi nashangaa wazazi wengine wanakwambia kila mtu ni baba ni mama, anakwambia mimi nilikuwa very bright. Yaani nilikuwa napiga A zote nini. Kwa hiyo inaweka yaani ukute mzazi huyu hakuwa kweli na hizo parts nzuri, lakini anajiwekea kama defense ili kumfanya eti mtoto apate yaani apate mori ya kufanya kitu. Kwa hiyo mtoto anapofeli sasa anaanza sasa nitafanyaje? Lakini kumbe huyo mama anayesema mimi nilikuwa vizuri au baba anayesema nilikuwa vizuri, kumbe hata yeye kule alikuwa anafanya kujiburuza mpaka anafanikiwa kwake. Kwa hiyo mfunze na yeye ajiburuze ili aweze kufanikiwa. Na unajua katika safari ya maisha mara nyingi wao tunawaambia wengine, kubali kuna kuanguka, lakini la msingi usikubali kukaa. Umeanguka, nyanyuka. Na mfano mzuri anatuonyesha Kristo mwenyewe alipoanguka, hakubali kukaa. Kwa hiyo unapoanguka, usanyanyuka, anza safari nyingine. Lakini wewe mtoto amefeli, unakatisha tamaa kama unavyosema hivyo Asema. Umemkatisha tamaa, naona hivi. Kwa hiyo kwenye maisha, yani wote wako hapa. Nani atakuwa ana fight ili aweze? Kumbe unaweza ukafanya kitu kingine na ukafanya vizuri. Kuna swala la mashindano ambalo mtu unataka kushindana, unajua kila mtu anaangalia huyu anafanya nini? Huyu anafanya nini? Na unataka kushindana nao. Hata kipato chakula nunua kila hadi nunua simu kali. Kwa hiyo na mimi nitafute simu kali kama hapo. Yeye nipataje ujue. Labda alipewa zawadi. Unaona? Wewe biashara yako pengine ungeweza biashara labda ya mtaji mdogo. Mwingine kukatia tamaa sema, wewe biashara uwezi wewe. Hii inahitaji mtaji mkubwa. Kumbe hata mtaji mdogo ukaenda kidogo ukaweza kufanya na ukapata. Sasa hayo yote inachukua mtu kuangalia kwamba za kuambiwa ongeza na za kuambiwa. Na basi kuna kitu kimoja nilikuwa nawaza hapo kwamba watu wengine wakitaka kufanya jambo, mwingine anamshirikisha mwenzake, hata kwenye mke na mume. Mwingine amshirikisha kwamba kwanza nikimshirikisha tu atanivunja moyo. Mwingine anasema nimshirikishe kusudi nione anasemaje, twende pamoja. Unaona? Kwa hiyo hata mtu mwingine anaweza akawa na plani zake akazificha mpaka vitu vitokee kwa sababu ya kuogopa hizi changamoto za kukatisha tamaa na vitu vya namna hiyo. Hata mtoto hata kwenye nyumba au vitu vya namna hiyo. Kumbe tunachotakiwa ni kwamba tushirikishane kuanzia mwanzo, kusudi kama ni wanafamilia, kama ni baba na mama, tunazibeba zote. Hata kama changamoto zinakuja, basi tunazikabili zote kwa umakini zaidi, kwa sababu tusiache pale kwenye changamoto. Lazima tutafute na kutoka kwenye zile changamoto. Hatuwezi tukakaa pale kwenye changamoto basi kwamba tumefanya matendo mema, kuna changamoto hizi basi uziache zile kutenda matendo mema. Hapana, lazima kutiana moyo kila wakati. Na hili nikukatishe tupate nafasi ya kupokea jumbe pia kwa nambari ambazo zinapita hapo chini ya runinga yako. Andika ujumbe wako mfupi nasi tutausoma hapa. Nikianza na huyu mmoja anasema, mwanaharakati fundi TV na simu Mr. Jose Kinasa wa Isaka Misheni, uwanja wa Nyerere, Uchosa, Mwanza, Tanzania, na wapata vizuri sana. Haya, asante. Bila shaka mwingine utafanya hivyo, karibu sana. Nipo swali hapa. Mimi nasema tumsifu Yesu Kristo. Mimi nawasikiliza na kuwatazama kutoka hapa Zanzibar. Umezungumzia wanaume mara nyingi kununua vitu, lakini wanawake hukatisha tamaa. Mimi kiukweli nimefanya wema hadi nafika mahali nasema inakuaje? Nichoke au nimwambieje mama huyu? Sasa pale naposema inakuaje, pale ndio kukoleza. Pale unasema yeye anapojiuliza pale kwa mama, sasa nifanyeje? Kwa mfano unanunua samaki, unaweza kusema leo badala ya samaki unaleta kuku. Wewe fanya vile unaleta, unafanya nini, unaleta hivi. Unafanya endelea na kule kutenda, wewe ndio point ya mama pale. Yaani usichoke mpaka baadaye aje kufungulia kwamba kumbe huyu anafanya neno, kumbe ni jambo ni jema. Unaweza pia kushirikisha kama tunasema, mshirikishe. Inawezekana kuna mapungufu humshirikishi, na yeye sasa anataka kusisitiza kukosoa ili mpaka uwe umshirikishe. Kwa hiyo kwa kile tena anasema kwani ndio nini ukifanya kitu fulani, anataka mshirikishane. Kwa hiyo tunapoongea juu ya couple time,
muda wa wanandoa ndio muda mzuri kwamba bwana, hili tulizungumza. Yaani kwa mfano leo hii atoke hapa mfungae aende akamlete kitenge cha wax. Yaani sitakifurahia vile. Kwa sababu si navyo vingi na kila kitu sijui umebatiza mtoto watu wanakuja na kitenge. Mtoto kapata sasa. Kwa hiyo kitenge sina kinacho sana yaani nitakipokea lakini sio kivile. Ila utapaswa kusema asante. Taweza atasema asante lakini angenishirikisha. Mara nyingine inakuja ni nini? Mtu anataka kufanyia surprise. Yaani ameona labda leo ni siku, yaani natamani nimfurahishe mke wangu au nimfurahishe mume wangu. Anakuletea tu kitu. Hawazi kwamba unavyo au huna, lakini anaona nataka tu walau nikukoshe. Sasa wewe unakuja na mawazo yako kwamba ninavyo vingi, unashindwa hata kutoa shukrani, unashindwa kumpokea kwa sura ya bashasha. Yaani hata kama ninavyo vingi nimpokee kwa sura ya bashasha, nimshukuru, alafu ninaweza pale au muda mwingine tumekaa tukifurahi. Nikamwambia ila unajua next time ukitamani kuletea kitu natamani usiletee tena kitenge. Unajua ninavyo vingi sio na kwa vile ni mtu wako karibu matukio anayaona. Unaona nina hivi na hivi na hivi. Yaani inakuwa kwenye story tunatafuta mbinu ya kuingizia. Tayari umempa nafasi ya kupata kingine. Kwa hiyo hata hii kusema kwamba mimi naona nakata tamaa na choka. Hata yeye anaweza akampa nafasi ya kuhoji. Hivi unatenda nikufanyie nini? Mbona inakuwa kama kila mara nakukwaza najaribu kufanya hivi? Ndio inarudi kwenye couple time. Muda wa kusemezana ni wapi? Tusemezane kwenye couple time. Sikosea kwa hiyo usiniulize bwana. Lakini naona hapo kuna swala la kusikiliza kwa makini. Mnaposikilizana unaweza kukuta katika jokes na nini anasema lazima ningepata jiko. Nikipata na niita kwa nguvu. Sio kitu gani. Kwa hiyo mnaposikilizana uone kuna hiyo hiki alishasema. Kwa hiyo unataka kumsurprise na msurprise humo. Unaona maana alishasema. Kwa mfano kama hivi sasa hivi sifikiri sawa. Ina wala strategy. Mr. Mfungayama atakuja kununua kitenge. Sasa umeshajua hilo. Utakuwa na ile kielele kwenda kutafuta kitenge kumletea kama surprise. Atashukuru. Lakini anasema kuna siku ile kusema nalo vingi. Unaona? Kwa hiyo kumbe mnapokuwa mnaongea mnataniana mnazungumza mnafanya utasikia mwenzako anadokeza. Huwa viko vidokezo hivyo. Wewe uwe mtu wa kusikiliza. Haya, twende kidogo mbele. Anasema mimi ni Kasturi kutoka Masaha. Tumsifu Yesu Kristo. Mtoto kimsifu ataacha juhudi za kazi. Inasemaje hapo? Kumsifu ni muhimu. Kwamba umefanya jambo jema, aambiwe kwamba umefanya jambo jema. Ina maana ataongeza bidii. Ametenda baya, mwambie hili ni baya. Umeona? Kwa sababu wanasema kwamba kuna tukiongea juu ya malezi sifa kwa malezi chanya, yani unapomsifu chanya, si ndio? Lakini huwezi kwa kumwambia hapa umefanya nini wakati anaona amefanya bidii. Mimi niliwahi kunikuta yani unafanya bidii, nimesoma vizuri, kwanza nikapiga nikawa watatu darasani, alafu mwalimu mmoja ananiambia lakini ungeweza kuwa zaidi watatu. Nikaja nikapambana nikawa kwanza, akaniambia lakini haya masomo yenu hesabu nini sasa hiyo ungefanya zaidi. Sasa nimeshakuwa wa kwanza, bado tena anakukatia tamaa. Unaelewa? Sasa ndio ukisema kwamba sio mpongeze, mwambie kwamba sasa unaweza kufanya bidii zaidi hata kwa masomo haya na haya muhimu haya nini, lakini unafanya vizuri sana, hongera sana. Sasa unakumoja kwa moja unaanza kumwambia tu bwana mkuu wa kwanza, mkuu wa kwanza leo sasa mkuu wa kwanza kwenye darasa la watu wajinga. Sasa kwa hiyo kupongeza upo hata kama akipika vizuri, akifanya kutoka fanya ndani nani kasafisha ndani. Hata yeye mwenyewe alikuwa msafi na msifu. Kwa hiyo mambo yote mawili, akifanya vizuri unampongeza.
unampongeza, akifanya vibaya kumpongeza ni sehemu ya kumpa motisha afanye zaidi. Naam, mtazame huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Nolasco Ilomo kutoka Njombe Kijombo, nawapata vizuri sana, ongereni sana kwa kazi kubwa ya Mungu, mbarikiwe, nipite haraka haraka, mapendo daima. Naitwa Salome na watazama nikiwa Dodoma. Nina swali, mimi niza shingo, nina mchumba ananipenda sana, ila hajawahi kuzungumzia mwanangu kwa chochote. Je, mnanishauri vipi? Yaani anampenda mchumba wake, lakini hajawahi kumwambia kama labda hivi mfunge ndoa labda au nini, vitu hivyo. Nina mchumba ananipenda sana, ila hajawahi kuzungumzia mwanangu kwa chochote. Je, hajawahi kumzungumzia mtoto wake chochote? Inawezekana tukachukua pande mbili zote, kwamba watu wengine wanaitana mwana, si ndio? Huyu mwanangu. Inawezekana katika hali hiyo, kwa upande huu kwamba hana mtoto wa kuzaa mwenyewe, lakini anaona mbona huyu hajawahi kuniambia lolote. Unaona, mimi namuona mwana, namuona ni mtu ambaye wa karibu, lakini mbona haniambii masuala kama hayo? Mchumba kwambia chochote, kwa sababu mchumba ni hatua, umeshapita urafiki. Sasa mchumba kwambia chochote, yaani kukwambia labda kwa mfunge ndoa au nini, lakini anakwambia anakupenda na unaona unampenda, lakini kwenda mbele, kwa sababu mlipofikia ile hatua ya uchumba, kwa nini hakuulizwa siku ile? Maana uchumba sababisha tambulishana. Wengine wanaitana tu uchumba kwa sababu wanafanana na kupendana na vitu kama hivyo, na pale mwita uchumba kwa sababu uchumba ni mchakato, hatua, watu wameshajitokeza, watu wameshaondoa masuala ya mahali, watu wanapanga lini wataoana, watu wanafanya hivi na vile huko, lakini inawezekana kwa sababu una pale sasa wazazi wanajua, wanaingilia kati na kisha watambulisha, wanakusaidia sasa ndoa nini. Na mimi ninaloliona hapa, ameongea kuhusu mwanangu. Yawezekana ana mtoto, lakini umempa taarifa, na katika maandalizi yenu ya ndoa, maana hawezi kuuliza, anaweza akawa anajua una mtoto, lakini pia anangoja kauli yako, kwa sababu lazima na wewe mwenyewe umthibitishie kwamba unanichumbia, hata kama tumeshaanza process, lakini nina mtoto. Ili pia ni vizuri kumtamkia, ili pia awe na utayari wa kukupokea wewe na mtoto wako, isije ikawa unatenganishwa na mtoto kwa ajili ya hitaji unaotaka. Linaweza kuwa pia tamka. Wengi katika mila na desturi wanaweza kusema sasa utaanza wewe ni mwanamke, unamwanzaje mwanaume? Wewe mwambie uhusiano huu unakula kila siku, niambia I love you 1 2 3 4. Sasa hebu niambie kabisa vizuri, tamka na wewe mwanamke kwamba unaponiambia hivi, yaani tunataka twende, tutaishia wapi? Una mpango gani? Ili usio unapoteza muda. Isije ikawa unaongelea uchumba wa vichochoroni. Iwe uchumba wa hatua, umeshafika kwa wazazi. Usiseme tu uchumba wakati mko wenyewe. Huo ni urafiki. Lakini uchumba ni hatua ambayo tayari mtu ameshajitokeza kwa wazazi na kuanza hatua nyingine. Funguka, nenda kwa wazazi, asonge. Na kama bado wewe unaitana huku pembeni, mwambie twende mbele, tujitokeze, asipotezee muda. Je, kama anaita uchumba huku pembeni alafu kuna mwingine anakuzidia huko. Kwa hiyo mwambie twende, funguka, anza hatua, na kama una mtoto mshirikishe ili awe tayari. Maana yake inawezekana huyu akawa anakuvuta tu mkafanya mambo ya zinaa na nini, wakati waraka wa kwanza mpelekwa kwa Korinto sura ya 6 aya 18 inasema ikimbieni ili uweze kukimbia mapema kama mwenzako na yuko. Haya, tumtazame pengine wachache wa mwisho na tukamilishe kipindi chetu. Nasema mapendo. Naitwa Sivilio Mpinge, anatoka parokia ya Joseph kufanya kazi Aloisita Arusha. Nawapongeza kipindi, tulikuwa kwenye uchaguzi wa parokia. Haya, huyu anasema anawapongeza jamani. Mimi anasema tumsifu Yesu Kristo. Kwa mujibu wa neno la Mungu, uchumba upo, na kama upo wapi? Yaani imeandikwa wapi kwenye Biblia? Uchumba upo, ukisoma Tobiti sura ya 7 unaweza kukuta sura ya 8 hawa walikuwa wachumba, Tobia pamoja na Sara na wandugu wakafurahi pamoja, kukawa na send off inafanyika kwa sababu lazima kuwe na taratibu katika mila na desturi. Toka zamani ilikuwa kwamba watu wanatoa na Kikatoliki
hata mkifikia hatua ya uchumba, ni vizuri kumjulisha paroko ili mpate baraka pia ya ule uchumba wenu, msafiri salama, kwa sababu uchumba ni kipindi kitakatifu, kipindi cha mpito, wakati mnatarajia kuingia katika maisha ya ndoa. Hivyo wachumba mnapaswa kutoa taarifa, kumweleza baba paroko ili mpate na baraka hapo kaibada, kwamba sasa walikuwa wachumba na tuwasaidie kuwaombea, na hiyo mnafunga na kusali na kadhalika, na ile jamii inayowazunguka kwamba hawa ni wachumba, tuwaombee waweze kufanikisha kufika katika hatua hiyo. Basi nadhani hadi hapa tuweke kituo kwa leo. Shukrani sana kwa wote ambao umeandika jumbe zenu, tutaendelea kuzichukua na tutazifanyia kazi kama zina maswali. Bila shaka wananyumba waaminifu wako tayari kabisa, lakini muda wetu umetutupa mkono. Niwapatie dakika moja, nini cha kusema katika kipindi hiki? Mimi ninachosema tu ni kwamba tuzidi kutenda mema, tusichoke kutenda mema. Baba tenda mema, mama tenda mema, watoto watende vizuri, na kama kuna changamoto basi kuzikabili zile changamoto. Tunapotenda mema lazima tukumbuke kwamba kuna changamoto zinazokabili, kwa hiyo tusikate tamaa katika kutenda mema au kutendeana mema. Amina. Karibishe Melania tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Roho Mtakatifu wa Yesu, Utuhurumie. Kwa jina la Baba Na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Familia bora katika nyumba aminifu. nyumba aminifu. Familia bora. Hadi hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi chetu siku ya leo. Asante sana kwa muda wako kutazama televisheni Tumaini, kituo bora kabisa cha matangazo ndani ya Kanisa Katoliki. Ni washukuru wageni wangu, nikianza na mama, mkijitambulisha tena tukamilishe kipindi chetu. Naitwa Pascal Joseph Maziku, mume wa Melania, na ukitaka unaweza kupigia simu namba 0655 416 993. Nami ni Melanie John Dalali, mke wa Pascal. Mimi naitwa Paul Crispin Fungahema, mume wa Lilia Sela Edward Antonius. Mimi naitwa Lilia Sela Masumo, mke wa Paul Crispin Fungahema. Shukrani sana. Mimi ni Selina, hatuna la ziada. Shukrani kwa wale wote ambao wamewezesha kipindi hiki kukufikia hapo ulipo. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.